Ukimuuliza mzazi wake amekimbia, shida nini? Amechukua mkopo, baba akamfukuza na mama akakimbia, ni kwa sababu ya hii mikopo ambayo ina riba kubwa. Ningeomba mkuu wa mkoa utupatie basi angalau waweze kutusaidia kwa namna ya mikopo ambayo itatuwezesha katika ujasiriamali wetu, isitukandamize sana. Najisikia upweke mimi kama ni mzee wa umri huo. Unaposikia vijana mikopo wanapata, wamama wanapata, wazee hapana, basi najisikia upweke kabisa. Kwa hapa kata ya Segese peke yake tumeshapeleka jumla ya shilingi milioni 336,290,000 ambavyo nafikiri ni moja ya kata ambayo inaongoza kwa mapokezi ya fedha kwa vikundi vingi ukilinganisha na vikundi vingine. Hata hivi sasa tayari tuko katika utaratibu wa kutoa tangazo la jumla ya shilingi milioni 500, zaidi ya shilingi milioni 559 ambazo pia tunatarajia kukopesha kwa vikundi vitakavyoomba na ambavyo vitakavyokuwa vimekidhi vigezo. Hivyo rai yangu kwa wote ambao tuko hapa, tuwafikishie pia na wenzetu ambao hawapo katika eneo hili kwamba kuna matangazo ya mikopo ambayo yanaenda kutoka, basi tujitokeze kwa wingi kuomba mikopo hiyo. Kama kuna wazee wana biashara zao wamejikusanya, wanataka uwezeshwaji wa aina yoyote, wafike kwa mkurugenzi, atawasiliana na mkuu wa wilaya na tutajua ni namna gani ya kuweza kuwasaidia wazee hao. Lakini sasa kumekuwa na malalamiko kwamba wazee wetu wakipata chochote kitu wanaenda kuongeza wake. Sasa kwa serikalini mikopo ya kwenda kuongeza wake ni changamoto.